Liwale. Nimekuja Liwale kwanza kutimiza ahadi ya viongozi wangu, mwenyekiti wa chama changu Dr. Samia Suluhu Hassan na katibu mkuu Dr. Emmanuel Nchimbi. Tulikuja hapa tukafanya ziara katika mkoa wa Lindi. Tulipita tu eneo yale rais, lakini tulikaa kwenye kikao kile cha mkoa na watu kutoka Liwale kuangalia. Walikuwa wanatukubalia, lakini walikuwa wanasema hivi, kwa nini kwetu hamji? Kwa hiyo pale katibu mkuu alieleza kwamba tumefanya ziara hii, lakini naweza nikaja mwenyewe au mwenezi akapita wilaya ambazo hatukujafika, na ndio maana nimekuja kutimiza ahadi hiyo kwa kuja huku. Tulipita tu Lindi mjini na vijijini na Mchinga. Hatukwenda Liwale, hatukwenda Kilwa, hatukwenda Ruangwa, hatukwenda Nachingwea. Kwa hiyo mimi mkiangalia ziara yangu napita hayo maeneo yote. Na wale watani zetu katika kurukaruka, leo nilikuwa naongea na mmoja wapo, anauliza kamanda uko wapi? Niko Liwale. Mnayaweza, si tulishindwa mbali huko. Wamesema huku mbali, mmenielewa? Wale kafu watani zetu walipita juzi Chadema, nimeongea na kiongozi wao mchana. Uko wapi? Nikamwambia niko Liwale. Asema mnaweza, sisi hatuwezi, huko mbali. Kwa hiyo mjue tunakoelekea kwenye uchaguzi huku. CCM oye! Sisi Chama cha Mapinduzi wenye wajibu na dhamana, Liwale ni karibu. Ndio maana tumefika hapa. Kwa hiyo utamaduni huu, kwa historia ya Liwale, naomba muamini maneno yangu kama msemaji wa chama. Tutaiangalia Liwale, lakini tukikumbuka heshima wetu Mfaume Rashid Kawawa. Ndugu zangu, nirudie tena kuwapongeza kwa ushindi mkubwa wa serikali za mitaa. Chama cha Mapinduzi kimeshinda uchaguzi kwa 98%, lakini kwa takwimu wale ndiye mmetisha. Nyinyi takwimu zilizosomwa hapa mko vizuri, hamkufanya makosa. Mulichagua CCM kwa vigezo mlivyoviweka, lakini kikubwa ni maneno ya mbunge, ni maneno ya mkuu wa mkoa, kwamba kila aliyesimama, mkuu wa mkoa hapa ningemwambia ataje bilioni 90 zilivyotumika ni katika miradi ya maendeleo. Mbunge wenu hivyo hivyo. Kwa mlichagua CCM kwa sababu ya mambo yaliyofanywa katika wilaya hii. Mimi wakati nakuja nimeona majengo mazuri yamepangana kule, sijui ni shule, sijui ni nini ile, mazuri kweli kweli. Mabilioni ya fedha yameletwa katika elimu, katika afya, katika mambo mbalimbali ya huduma za jamii. Lakini kikubwa ni kuinua maisha ya wakulima, mtu mmoja mmoja.
kupitia mazao haya ya korosho, ufuta na mengineyo. Nimefurahi kupokea taarifa kutoka kwa afisa ushirika wa mkoa, jitihada za serikali kuwasaidia vyama vya ushirika, kuwasaidia wakulima katika kupata bei nzuri, katika kuongeza pembejeo. Maisha ya watu yanaendelea kubadilika siku hadi siku. Nyie ni mashahidi, wakati wa Kangomba bei ya korosho ilikuwa shilingi ngapi na sasa ni shilingi ngapi? Hatua ni kubwa sana. Wenzenu waliambiwa huko na Chingwea na hao waliosema huku mbali kwamba ushirika huu hauna maana. Lakini jana nimeeleza Kilwa, katika wale viongozi waliowahutubia na kuwapotosha wananchi, hamna hata mwenye shamba, hamna aliyewahi kulima, hawajui ushirika na hawajui mazao hayo. Niwaombe, endeleeni kushirikiana na serikali. Dr. Samia Suluhu Hassan anaingia katika rekodi ya kubadilisha maisha ya wakulima, kuongeza pembejeo, ruzuku ya pembejeo ya mbegu na mbolea. Mimi nilikuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya wakati tunaanzisha kokoa pale Kyela. Bei ilikuwa 1,600 mpaka 2,000. Leo ni zaidi ya shilingi 26,000 kupitia stakabadhi ghalani. Mambo yamebadilika. Kwa hiyo niwaombe, Chama cha Mapinduzi kwenye ilani tumeeleza bayana juu ya mipango yetu ya kuimarisha ushirika, juu ya kuwainua wakulima hawa. Niwaombe, hawa wengine hawana dhamana wala wajibu zaidi ya Chama cha Mapinduzi na serikali yake. Wasikilizeni viongozi wenu, kuweni na umoja katika ushirika wenu. Tunatambua wapo mchwa na watu wenye ubadhirifu kwenye ushirika, hao ndio wakudili nao katika ushirika, ili ushirika wetu uendelee kuwa na nguvu, uendelee kuwasaidia wakulima wetu. Kama ni pembejeo zinatoka, ziwafikie wakulima, wasijunufaishe watu wachache. Hao ndio wakula nao saini moja. CCM oye! Kwa hiyo tuko macho, mkuu wa mkoa yuko macho, mkuu wa wilaya yuko macho, CCM iko macho. Lengo letu ni kuhakikisha wananchi wetu, wakulima wetu kupitia ushirika wanaimarika zaidi na mazao yao yanakuwa na tija ya kuwasaidia katika kuboresha uchumi na maisha yao. CCM oye! Hayo ndio mambo yaliyowafanya mkiamini Chama cha Mapinduzi. Anashukuru leo anamaanisha kuomba tena. Uongo kweli? Mwaka huu tutakuwa na uchaguzi mkuu. Mtu ambaye hahamasishi, maana yake yeye haoni umuhimu wa uchaguzi. Lakini Liwale mmetia fora. Niwaombe, muda utakapofika, tunaomba mtuunge mkono ili tufanye mambo makubwa zaidi kuliko haya tuliyofanya. Ahadi yetu katika uchaguzi unaokuja, la kwanza, tunaamini kwamba uchaguzi utakuwa huru na haki, na atakayeshinda kwa haki atangazwe mshindi. Tunasema hivyo kwa sababu ya mabadiliko makubwa yaliyofanywa katika sheria ya uchaguzi.
kuna mabadiliko ya sheria ya uchaguzi ya wabunge, rais na madiwani. Katika sheria hiyo kipo kipengele kinaeleza kwamba kwa sheria mpya hakuna kupita bila kupingwa. Ukipita bila kupingwa kwenye chama chako, kwa wananchi lazima upigiwe kura za ndio na hapana. Na sheria hiyo imeanza kufanya kazi katika uchaguzi wa sasa. Na maafisa waandamizi wa umma na sio wakurugenzi kama ilivyokuwa inatamka zamani. Kwa hiyo jambo lingine ni kuwa na tume huru ya uchaguzi. Zamani tulikuwa na tume ya taifa ya uchaguzi, sasa tuna tume huru ya uchaguzi. Maana yake ameeleza namna ya ujumbe wa tume huru ya uchaguzi ni kwamba wataomba, watafanywa usaili na kamati ambayo itaongozwa na jaji mkuu akisaidiwa na jaji wa Zanzibar na katibu tume ya mahakama. Watu wataomba ili kupata wajumbe wa tume. Kanuni pia nyingi zimeboreshwa. Kwa hiyo sisi Chama cha Mapinduzi tunaona kwamba uchaguzi huu wa safari huu una mabadiliko makubwa, na sisi tumejipanga na tunaamini tutakuwa na uchaguzi huru na haki. Atakayeshinda kwa haki atangazwe mshindi. CCM oye! Na hili wana CCM muendelee kulijua hivyo, maana jana usiku nilitoa karatasi ya tangazo la kura za maoni ndani ya Chama cha Mapinduzi. Nilipata message nyingi sana. Hii ni feki ya ukweli? Naambia ni kweli. Ndio kipenga kimepulizwa. Tarehe 1 mwezi wa 5 mpaka tarehe 15. Lakini mkienda mkijua wana CCM kuna maboresho makubwa ya sheria za uchaguzi, na kwamba wote tutapata uhalali kwa wananchi. CCM oye! Kwa ndugu zangu, ahadi ya pili, Chama cha Mapinduzi katika mchakato utakaoanza tarehe 1 mwezi wa 5 mpaka utakapokamilika, tunaahidi tutawaletea wagombea safi wanaokubalika ili mje mfanye nao kazi. Kwa hiyo hiyo ndio ahadi ya Chama cha Mapinduzi. Ahadi ya 3, tunawaahidi tutaleta ilani nzuri itakaokonga nyoyo za Watanzania, ikiwemo kutatua changamoto ambazo bado hazijapatiwa ufumbuzi. Ahadi ya 4, Chama cha Mapinduzi kitatumia kampeni kwa kutumia 4R za Mheshimiwa Rais. Tutafanya kampeni za kistaarabu. Hatutobeza watu, hatutotukana watu, tutaeleza sera na mwelekeo wa chama chetu. Hapo vipi? Hapo vipi? Hayo ndio mambo tunaokuja nayo katika uchaguzi mkuu. Lakini kikubwa, ilani inayokuja, tumefanya tafiti, tumeshirikisha watu wengi kuja na ufumbuzi wa changamoto mbalimbali, na tutakapoitangaza na kuizindua, mtakubaliana na mimi kwamba mwenezi aliahidi akiwa Liwale kwamba CCM itakuja na ilani nzuri sana.
Ndugu zangu, niko Liwale, natambua changamoto mlizo nazo. Najua kwamba na maana yote nisipoongelea barabara, sitokuwa na maana yote nisipoongelea wanyama wakali tembo, sitokuwa na maana yote nisipoongelea umeme wa uhakika. CCM oye! Naomba nieleze hoja ya barabara. Mimi nilipokuja 2005 barabara na Ngurunguru na Ngurukuru Liwale ilitajwa kwenye ilani. Nilipokuwa bungeni nilikuwa nasikia mama anasema kuchauka hapa. Leo nilikuwa natafuta maswali mengi anayouliza bungeni na yeye ameuliza. Kwa hiyo hii barabara kwa kweli maneno mazuri ni pale watakapoona inaanza kujengwa. Na mimi watu wanasema kuona ni kuamini. Hivi mimi ningetokea na Chingwea, habari ya huku ningejua? Na mimi nilikomaa tu, twendeni. Twendeni. Kilomita ngapi? 207, mwingine 230. Nikaambia twendeni. Nataka niwahakikishie mimi nitakuwa balozi wenu, msemaji wenu mkubwa kuhusu hii barabara. Kwa sababu tayari mimi ni mwana Liwale, na leo wazee hawa wameona mbali. Huyu kijana tumdhibiti, tumlete nyumbani, awe na dhamana ya kukaa nyumbani. Kwa hiyo mmefanya vizuri, na washukuru sana wazee wangu. Mna kijana wa kuwasemea, kwa sababu mimi sasa ni mwana Liwale, na ile story ya mzee wangu mmeelewa. Sisi ndio vijana wake. Yule mzee alikuwa akimbilio. Mimi na Nchimbi ametulea kwa karibu sana. Mzee Kawao ametulea kwa karibu sana sana. Kwa hiyo mimi leo nimekuwa mkazi wa Liwale, nitawasemea. Naomba nianze hii barabara. Nilimpigia Waziri Ulega kabla sijaja hapa kwenye mkutano, nikamwambia Ulega, nipo Liwale, hawa watu hawatanielewa hata kidogo, useme neno. Na kwa sababu jana nilikuwa naye pale Kilwa Somanga, nimemwagiza kwamba uko katika ziara, umepiga kambi Somanga, nataka uje haraka sana Liwale, na upite na Ngurukuru uje paka hapa Liwale. Ulega. Naam kaka. Sasa jana nimekuacha Kilwa, umepiga kambi hapo. Ndio mkuu. Mimi leo nimepita na Ngurukuru mpaka hapa Liwale, barabara ndefu sana. Ndio. Na kwa kweli nimejionea adha ya usafiri kwa wananchi hawa. Ndio. Kwa hiyo wananchi hawa wanajua kwamba barabara hii haijatekelezwa, inatajwa lakini utekelezaji haupo. Ndio. Sasa mimi nakuomba mambo mawili. Ndio. Kwa kuwa huko Lindi, katika mkoa wa Lindi unasimamia hiyo barabara. Ndio. Naomba uje Liwale na usipite barabara nyingine, pita na Ngurukuru mpaka uje hapa. Nimepokea mkuu, nimepokea. Lakini sema neno wakusikie la faraja kwa wana Liwale.
na kushukuru sana. Kwanza nimepewa majukumu haya ya kujenga mabarabara na madaraja na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika nchi yetu nzuri ya Tanzania. Na kwenye nchi hii miongoni mwa maeneo ambayo bado hayajengwa vizuri ni kwa Malindi, hazijaunganishwa, na wilaya ambayo ipo kwenye matatizo makubwa ya kukosa kuunganishwa zaidi ni wilaya ya Liwale. Kwa hivyo ndugu Katibu Mwenezi, nimepokea maelekezo yako na nikuhakikishie tu kwamba nitafika Liwale. Nitafika Liwale na nitapita kama ulivyonielekeza, nitapita njia hii ya Nangurukuru mpaka Njinjo mpaka nitokee hapo Liwale mjini. Ndio. Kwa hivyo nitafanya hivyo, lakini tu niseme kwamba katika bajeti ya mwaka huu wa 25-26 ambayo nitaenda kuisoma ndani ya wiki mbili zijazo, naenda kuisoma hiyo bajeti. Nataka niwahakikishie kwamba wanaliwale watakuwepo katika barabara yao hii ya Nangurukuru mpaka Liwale, na watakuwepo pia katika barabara yao ya Nangurukuru mpaka barabara yao ya Liwale mpaka Nachingwea, barabara ambayo ina kilomita 50 tutaziweka lami. Na haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Hii barabara inayokwenda Nachingwea pia inawaunganisha na jirani zao wa Nachingwea mpaka Masasi, lakini tutawapa kipaumbele watu wa Liwale kwa sababu wao upande ule wa kule Liwale ndio kwenye uzalishaji mkubwa wa korosho ambazo zinatakikana ziweze kupita na kufika sokoni. Kwa hivyo Katibu Mwenezi, ni mapenzi ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuinua wilaya zote zilizoko pembezoni ambazo zinafanya uzalishaji mkubwa wa uchumi wa taifa letu, hasa Liwale. Wao wanazalisha korosho, wanazalisha na ufuta kwa wingi sana. Kwa hivyo Rais Samia ametuelekeza tuhakikishe maeneo haya ya kiuchumi yainuke, na mimi nataka niwaahidi Watanzania wenzangu wa hapo Liwale, sitakuwa mvivu wala sitafanya hiana kwenye jambo lililoaminiwa na Mheshimiwa Rais na chama chetu cha Mapinduzi, na mimi ni kijana wa Chama cha Mapinduzi. Na niwahakikishie kwamba hawataadhirika. Tutafanya usiku na mchana, lazima na wao wapate starehe ya kupata barabara nzuri inshallah. Asante sana. Nakushukuru sana jamani, pigeni makofi kwa Waziri wa Ujenzi. Pigeni makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ataleta fedha hapa. Nashukuru sana, waziri atakuja. Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru sana. Asante. Na waziri ameahidi na mimi nitafuatilia. Baada ya hilo naomba niongelee swala la tembo. CCM oye! Swala la tembo mimi nalijua vizuri. Mimi nilikuwa mbunge wa Mvomero na pale tunapakana na Mikumi. Adha ya tembo naijua. Nilikuwa mkuu wa mkoa wa Katavi, najua adha ya tembo katika mbuga ya Katavi. Tembo wanarudisha nyuma maisha ya watu. Uongo kweli? Tembo wanasababisha vifo. Sasa Mheshimiwa mbunge ameeleza kwamba haya matatizo yanasababishwa na nini. Amesema TANAPA, amesema TAWA. Sasa watu wa TAWA, TANAPA wapo, lakini hawa mmewazoea. Uongo kweli? Mimi nimeongea na waziri mwenyewe, nimemwambia walifanya kazi juzi
alinitumia video, nimemtumia mkuu wa mkoa, namna walivyofanya kitaalamu kuwasogeza tembo kutoka katika maeneo na udhibiti wa tembo katika maeneo haya. Mimi nimemtaka waziri mwenyewe na timu yake aje hapa Liwale, waziri wa maliasili aje mwenyewe, mumpokee, mumueleze vizuri na aonyeshwe athari zilizopo. Ngoja na yeye nimtafute. Naona huko mbali. Kwa hiyo alinikubalia kwamba atafanya ziara haraka inavyowezekana, waziri aje hapa na maeneo yote yaliyoathirika na wanyama hawa tembo, wizara atoe msukumo yeye. TAWA mmewazoea, TARAPA mmewazoea, akija waziri nafikiri mnaweza mkamuelewa kwa sababu yule ndio mwenye dhamana, na swala hili alinikubalia. Inawezekana yuko katika kikao, kwa hiyo hili niliongea naye. Lakini swala la umeme pale nilikuwa naongea na naibu waziri mkuu Mheshimiwa Doto Biteko, mueleza kwamba wananchi wa Liwale wamechoka kusikiliza gridi ya taifa. Si mnasikiaga kwamba umeme, matatizo ya huku Lindi, tunasubiri umeme wa gridi ya utokee Songea, Tunduru, Masasi, Lindi, baadaye uje huku. Sasa nimeongea naye naibu waziri mkuu, ameniambia kwamba waambie wananchi wa Liwale kwamba mkandarasi aliyekuwa anafanya kazi pale Tunduru kuja Masasi, wiki iliyopita kalipwa tena fedha, alishalipwa, na wiki iliyopita kalipwa bilioni 29 ili kuongeza kasi ya kufanya hiyo kazi kuja hapa. Lakini mimi pia nimesoma ilani na ili naondoka nalo kwenda kuwapa changamoto kwamba mkoa wa Lindi una wawekezaji wengi, kinachowakwamisha ni umeme. Mkoa wa Lindi wanataka watu kuchimba madini, na mkuu wa mkoa ana ubunifu mkubwa kwamba mkoa wake unahitaji umeme. Kuna wachimbaji wa madini, kuna watu wenye viwanda, hata viwanda hizi mbao tunazopasua, kukiwa na umeme wa hakika tutakuwa na viwanda vya kutosha. Kwa hiyo umeme ni shida. Mkuu wa mkoa ameanzisha maonyesho ya madini katika mkoa wa Lindi kuanzia tarehe 11 mpaka tarehe 14 mwezi wa 6. Kuwe na maonyesho ya madini katika mkoa wa Lindi, ili sijawahi kusikia. Hongera sana mkuu wa mkoa. Maana yake ukichochea hivyo, wawekezaji wakijitokeza, jitihada hizi zinazoelekea sasa zitaongeza kasi ya kukamilisha kwa mradi huu, ili uchimbaji uwe wa kisasa zaidi, kuongeza ajira. Lakini lingine nataka nilibebe kwamba katika ilani pale Somanga palipangwa kujengwa station nyingine ya umeme. Kwa hiyo hatutaki kutegemea hii ya Songea. Naenda kuwaambia kwamba waangalie ule umeme kutoka Mkuranga kuja hapo Rufiji, kuja hapo Somanga, na huo uletwe katika mkoa wa Lindi. Upo katika ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na mimi kwa sababu ndo katibu wa kamati ya ilani,
nitamwambia Profesa Mkumbo kwamba hili nalo alitie katika ilani, tupate umeme kote kote, huku na huku, tuwe na uhakika na umeme katika mkoa wa Lindi. CCM oye! CCM oye! Ndugu zangu, mambo yalikuwa mengi, lakini nimeona haya niyatolee ufafanuzi. Swala la ushirika nitaongea na wazee wetu, nitakutana nao, lakini muondoke hapa mkiamini kwamba ushirika imara ndio utakao mlinda mwanachama mkulima. Lazima tuwe na ushirika imara. Umoja ni ushindi. Kwa hiyo migogoro katika ushirika sio mizuri. Nitaongea na wazee ili tutafute namna ya kuondokana na tatizo na tuimarishe ushirika wetu. CCM oye! CCM oye! Kwa hiyo niwashukuru sana wananchi wa Liwale kwa mapokezi makubwa na mkutano huu mkubwa. Nawashukuru sana. Mimi nawaahidi Chama cha Mapinduzi kina wajibu na dhamana ya kushirikiana na wananchi kuwaletea maendeleo. Tunaomba ushirikiano wenu na tunaomba tumuunge mkono Dr. Samia Suluhu Hassan. Asanteni sana.